Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali kilichotokea mahakamani leo na hiki ambacho kinaendelea. Viongozi wa Chadema, video zikisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii wakiwa wamepigwa na kuumizwa na jeshi la polisi, lakini pia wengine wakipatikana mbali huko Mabwepande baada ya kukamatwa na kupelekwa huko wakiwa na majeruhi, lakini pia wakitoa ushuhuda wa kile ambacho wamekipitia. Nilikusogezea hapa update kutoka mahakamani, kesi ya Tundu Lissu, lakini kutokana na sababu ambazo zipo nje ya uwezo wetu hatukuleta update kutoka mahakamani kwa kesi ya uhaini. Tulileta kwa kesi ya kwanza ambayo tulikusogezea hapa sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, lakini kwa kesi ya uhaini kutokana na sababu lakini pia mengi ambayo tumeona yamekuwa kitokea mahakamani, tumeshindwa kukuletea update hizo moja kwa moja, lakini tunakuahidi ya kwamba tutafanya juu chini tukuletee ili uweze kufahamu ni kitu gani ambacho kimetokea mahakamani. Jopo la mawakili 31 wanaomtetea mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu wametoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu baada ya kuahirishwa kwa kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti huyo, na kesi ya uhaini ambayo inamkabili Lissu imehairishwa mbele ya hakimu mkazi mfawizi Franco Kiswaga hadi tarehe 26 ya mwezi wa 5 2025, ambapo amesema itasikilizwa kwa njia ya mtandao, kwamba sasa itakuwa ni mwendo wa njia ya mtandao. Lakini tumeshuhudia katika update ambazo tumekusogezea kilichotokea mahakamani, mawakili wanaomwakilisha Tundu Lissu, tumeona wakili msomi Peter Kibatala, Jeremia Mtobesia, lakini pia kaka wa Tundu Lissu wakilalamika hiki ambacho kimetokea kwa sababu hawakuambiwa kwamba watafanya kesi hii kwa njia ya mtandao. Taarifa zimekuja ghafla, ambapo Kibatala anasema alipokea taarifa jana saa 3 usiku, lakini kwa mujibu wa sheria walitakiwa kuambiwa ni siku 7 nyuma kwamba kesi hiyo itafanyika kwa njia ya mtandao. Lakini kwa kesi ambayo nimekusogezea pia update hapa, kesi ile ya kutoa taarifa za uongo, ni kwamba kesi hiyo itarudi tena mahakamani tarehe 28 kwa ajili ya kufanyiwa uamuzi, na sheria iko wazi na imesisitiza kwenye uamuzi uliotolewa mahakama ya rufani mwezi Novemba 2024 na jopo la majaji wa rufani ambalo liliongozwa na Jaji Hamisi. Alisisitiza kuwa maelezo ya awali ni lazima yasomwe mbele ya mtuhumiwa na atie saini kwa kila kitu ambacho atakikataa au atakubali. Hakuna utaratibu wa kumsomea maelezo mtuhumiwa akiwa gerezani au kwa njia ya video, kwani anahitajika awepo na atie saini mahakamani, na pingamizi ambalo limewasilishwa na mawakili ambao wanamsimamia Mheshimiwa Tundu Lissu lipo kisheria na litafanikiwa kwa namna moja ama nyingine kwa sababu lipo kisheria. Mengi nitazidi kukuhabarisha hapa kila kinachoendelea, lakini kubwa nipende tu kusema asante kwa wewe ambao umekuwa karibu nasi kila wakati, na kubwa zaidi tochea maoni yako na endelea kutufuatilia kwa ukaribu zaidi.